Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameenda kutupa neema na kibali kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Na mshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ametupatia ama amenipatia cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nimekiona na kimeniumiza kweli kweli. Kimeniumiza kweli kweli. Nipo kwa napita mtandaoni, nikakutana na hawa wasanii wenu ambao mnasema ni kioo cha jamii. Yani imeniumiza kweli kweli na imenisikitisha kweli kweli. Yani navuta picha ya wazazi wao. Hivi wanakueje ama ndio ile tena mzazi na yeye kizazi cha waovu. Yani muovu anazaa muovu. Kwa sababu mtoto wa kiume, yani unaona mtoto wa kiume anasuka. Mtoto wa kiume anasuka, inasikitisha. Na yani hiyo sijui nisemeje, ni kiwango kilichopitiliza, yani cha nini cha makufuru, sio cha nini, yani kiwango kilichopitiliza. Yani ukisikia machukizo mbele za Mungu, ni pamoja na hayo hapo. Mtoto wa kiume unasuka, unasuka. Ona nakuwekea hawa wasanii wenu ambao mnasema kwamba ni vioo vya jamii, kioo cha jamii. Mtoto wa kiume unasuka, mtoto wa kiume unaweka pini, anatoboa pua kabisa, unaweka hereni puani, sijui mnaiteje, unaweka kabisa puani, mtoto wa kiume kweli kabisa kweli. Alafu kuna watu ambao wameokoka, ambao bado ni ambao wanaofuatilia, watu wanajiita kwamba wameokoka, wanaofuatilia watu kama hao. Ndugu yangu, epuka, wakimbie hawa, wamebeba kusudi ovu ndani yao, wamebeba kusudi ovu ndani yao. Nini, shetani anawatumia wao kupromote uovu. Na unakuta sasa mtaani vijana wengi na wenyewe wanakuta wamesuka, wameweka hereni masikioni. Kwa kweli kabisa kweli. Mtoto wa kiume kabisa unaweka hereni. Mtoto wa kiume unapaka poda, unapaka makeup. Mtoto wa kiume kabisa unapaka lipstick. Mtoto wa kiume kweli. Sasa unapofanya hivyo unategemea nini? Unapofanya hivyo unategemea nini? Kifuatacho ni nini? Kama ushakuwa na tabia hiyo, unafanya nini? Kama sio ushoga ni nini? Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kimeniumiza kweli kweli, kimeniumiza na kimenisikitisha kweli kweli. Kwa ni kuona mtoto wa kiume kabisa unasuka nywele, unasuka nywele. Kizazi hiki kinakwenda wapi? Watoto wetu ni nani wa kuwasaidia watoto wetu? Jua ya kizazi hiki ambacho kimeharibika. Nani wa kuwasaidia watoto wetu jua ya kizazi hiki ambacho kimeharibika? Wasanii ambao mnajiita kwamba ni kioo cha jamii. Mnasuka, mnaweka hereni kabisa. Mtoto wa kiume. Kwa kweli hiki kimeniumiza. Mwana wa Mungu, waepuke hawa wasanii. Usiwafuatilie. Chukia uovu. Kama Mungu anavyochukia, ninavyochukia uovu. Chukia uovu kama Mungu anavyochukia uovu. Kwa sababu sisi ni mfano wa Mungu. Useme kwamba unampenda Mungu na kwa unajipa matumaini kwamba kumbe umeokoka, wakati unaona uovu unaoendelea, bado na wewe unafuatilia. Nakwambia sasa kizazi hiki ni kizazi kabisa kibaya. Kwa hiyo ni nani wa kutuokoa? Ni Mungu peke yake. Na pia kupata sauti kuambia watu jua ya uovu ambao unaendelea. Maana tukikaa kimya itaonekana kama ni kawaida katika jamii, ni kawaida. Na hiyo ndio shetani anaifanya kwa kutumia hao wasanii, ili kwamba ionekane ni kawaida. Mwanaume kusuka nywele ni kawaida, kwamba watu waone mtandaoni, wazoee, ili wakiwaona mtaani watu wanaume leo suka wasishangae, sababu wanawaona kwenye TV. Unaona kwenye simu zao. Kwa hiyo mwana wa Mungu, hii ni machukizo makubwa mbele za Mungu. Yaani kama nchi yetu ingekuwa inaongozwa kidini, ingebidi tuvae mavazi ya magunia, kwa ajili ya kumwomba Mungu msamaha juu ya taifa letu, hawa wasanii wanavyonajisi taifa letu kupitia mionekano yao. Hii inasikitisha na ni makufuru makubwa mbele za Mungu. Mtoto wa kiume
kusuka nywele, mtoto wa kiume kuvaa hereni, kuvaa hereni. Hii inasikitisha sana. Kwa leo niishie hapo. Na ninakusalimu kwa jina la Bwana. Kama bado haujasubscribe, tafadhali na kuomba usubscribe ili kwamba uendelee kuwa mwanafamilia wa channel hii ya Matengenezo na Ufunuo TV, na Mungu atakubariki. Basi nikutakie amani ya Bwana huku na huzunika moyoni. Shalom.